Mtu anasikia ukisema kwamba kila mtu aweze kuandika wosia. Kuna mtu anajiuliza naanzaje? Swali muhimu sana. Unajua wosia wezi, okay, yes, unaweza iandika peke yako. Ndio. Na ndio niposa isikuwe na dosari yoyote. Na baada ya probably ukishatoweka uanze kusema ya kwamba haikuwa sawa. Ni vizuri ukuje utafute mtu kama wakili Tonge. Okay. Aweze kukupatia guidance utaiandika namna gani. You come and narrate to me, disclose all your properties where they are, na the way you love them to be distributed. Alafu nitakuandikia sawa, iwe registered, na tujue ya kwamba in case hauko utakuwa na amani ya kwamba everything will be done according to the will. Yeah. Now, kuna shida ambayo hutokea sana wakati ambapo labda marehemu ameondoka, hajaacha wosia, mali yako nayo nyingi. Kuna vikundi viwili vya watu ambao huumia sana. Juzi niliona kuna video ilikuwa ina trend ya mwanamke mmoja ambaye alikuwa analilia kwenye shamba la aliyekuwa mume wake. Alilia mpaka akavua nguo akilaani akisema kwamba ndugu ya bwanake alichukua mali yao na amebaki kuhangaika. And it happens mostly kwa wajane na mayatima. Tumesikia visa na it happens everywhere. Sijui shida huwa inatokea wapi, lakini mara nyingi unapata kwamba mayatima na wajane wananyanyaswa sana wakati ambapo labda baba yao ama mume ameondoka. Ni sheria zipi ambazo labda zina mlinda mjane na yatima kutokana na madhila kama haya? Christine, tulianza tukiongelea juu ya sheria ya mirathi. Ndio. The law of succession. Sheria inalinda wajane pamoja na watoto wa mayatima. Ndio. In the sense that hawezi nyanyasa wajane na mayatima wakati baba yao na mume ameweza kulala. By the way, it is criminal kuweza kudeal na the property of a deceased person bila kuweza kufanya the succession ya the deceased person. Na sheria imeweza kuweka utaratibu mwafaka. Ukienda pale chini tuko na chief wa area. Before hata ufike kotini uanze process ya kufanya succession, lazima chief aweze kuandika barua. Unajua chief anajua kila mmoja. Ndio. Anajua huyu alikuwa katika location yangu. Na anajua wakati tulimzika. Ndio. Aliweza kuacha mjane ambaye ni mtu fulani. Aliweza kuacha watoto kama ni 9, 5 ama watoto 3 mayatima. Na kila mmoja anajua jina. Ndio. That's why wakati tunafanya succession lazima tuweke barua ya chief. Okay. Na hiyo barua lazima ikuwe ni ile barua chief ameandika, the original letter, atupeleki copy. So nataka Wakenya wajue. Na kama kuna mjane ama kuna watoto mayatima ambayo wamenyaswa na wameteswa sana na familia, the uncles na familia ya baba yao marehemu, they should know from today ya kwamba that is against the law. Okay. Yule mtu amepatikana kama ana deal na mambo ya mali ya marehemu bila kufanya succession, ajue ya hiyo ni criminal. Okay. That is a criminal offense ambayo mtu anashikwa na hata anawekwa ndani. Kuna watu ambao utasikia wanakuambia kwamba mimi nimenyimwa haki yangu. Niko na documents zote, niko na kila kitu, nimezunguka kwenye maofisi na peana, lakini hakuna kitu ambacho kinafanywa. Labda mwingine atasema kwamba hata huyo chifu ameweza labda collaborate ama amelipwa kiasi fulani cha hela ili aweze kuinterfere na ile evidence. So kwa mtu kama huyu haki yake inapatikana vipi? That would be a very wide allegation against chief. Kwa sababu na chief ni macho ya serikali pale chini. Lakini nakubaliana na wewe. Ndio. Unapata it was just an example. Unapata in some instances unapata kwamba hata chief huenda ikawa anaegemea pande fulani. Na sana sana utapata kwamba kuna jamii fulani ambao wako na mila na desturi zingine ambaye wende kidogo inabagua wajane na mayatima. So in that instant
Kama kuna mtu analea ya kwamba ametembea kwa chifu apati haki yake, tafuta wakili. Ukikosa kupata wakili, enda tu kotini. Alafu ende jielezee pale. Utapewa advice. Vile vile sisi kama Law Society of Kenya, pia hata ukikuja pale kwa ofisi ya Law Society of Kenya, na tuko na branches all over, tutakupatia advice na tutajua ni nani amesimama kwa njia yako kuweza kupata haki yako. Okay. Kuna organizations hapa na pale ambaye pia inasaidia watu. But I can say authoritatively ya kwamba kama kuna mtu kama huyu, anaweza kutafuta maofisi za Law Society of Kenya, ama aende kotini, ama tafute wakili. Kama chifu amekataa hata kuandika barua, sisi tunapelekanga kotini, chifu anakuwa ordered aweze kuja kotini, anaulizwa kwa nini amekataa kuandika barua, ndiposa mjane pamoja na mayatima waweze kupata haki yao. Alright. Na hebu niulize wakili, ni muda gani mwafaka baada labda ya marehemu kuondoka ambao unakubali familia sasa kuweza kusema sasa tunaweza gawana mali, sasa tunaweza labda toa ile hela, labda tunaweza gawana hili shamba? Kuna muda ambao ni mwafaka ama immediately tu inawezekana? Wacha niseme hivi. Hata saa zingine unapata ya kwamba marehemu ndio huyo ameweza kulala, na immediately kumeanza kuwa na migogoro hapa na pale. Ndio watu wamekuja, they are so much interested kwa mali ya marehemu. What the family can do immediately ni kwamba wanaenda kotini. Wanapewa kuna order ambayo koti inatoanga, ndio ambaye ni inafanya kazi tu ya kupeleka kwenda kotini kuhakikisha kwamba mali ya marehemu imekuwa collected and gathered together to be safe. So nikijibu swali lako, ndio nasema ya kwamba immediately marehemu ameweza kulala, familia wako huru, they are at liberty to begin the process of succession. Ndiposa iweze kuleta amani, iweze kuondoa migogoro. And most of the time sisi tunapeana mawaidha, ndio ya kwamba kama saizi Christine, niko na kesi ambayo ilianzishwa kotini in the year 1961. 1961 wende ikawa hata wazazi wako ndio wako wamekuja pamoja au kumezaliwa. Mimi sikuwa nimezaliwa. Ndio yule wakili ambaye alianza hii kesi hayupo, labda ama amezeeka saizi ya Court of Appeal, ako karibu kuretire. Mimi nimezaliwa miaka mingi baadaye, nimechukua hii kesi, naendelea nayo pale kotini. Shida ni migogoro kwa sababu hawakufanya process ya succession vizuri. Unapata hii migogoro inafika mpaka inaleta hata maafa, inaleta makesi mingi kotini. Tunapoongea tu, hiyo ni just one of them. We have so many cases ambayo watu wamefile kwa sababu ya kukosa kufanya succession vizuri. So ile muda ambayo mwafaka ni immediately, na tuna advise familia kama inawezekana wakuje pamoja, wakae chini, waangalie mali ya marehemu. Remember, hii mali ni hata nyie mkuitafuta, ndio marehemu alitafuta. Waze kuelewana so that kukuwa na fairness, muondoe migogoro, muondoe gharama mingi zaidi. Try to imagine ile kesi ambayo ilianza in the year 1961 mpaka sasa hii, uende ikawa ile pesa umelipa mawakili, ile umetumia kotini, almost the same na ile property ambayo wanang'ang'ania. Ndio. So it is good watu wakuje pamoja, waelewane, ndipo sasa waondoe migogoro, walete amani na waendelee mbele kama familia. So vile ambavyo umezungumza hapo, ina maana kwamba labda kama kulikuwa na kesi ya shamba kotini na itokee tu familia imekubaliana, wamekaa chini, wamesolve kila kitu, wanaweza kuja waka withdraw ile kesi na wakaweza labda kugawana mali yao vile ambavyo wanataka. Very well. In fact, unapoiangalia idara 159 article 159 of the Constitution inasema ya kwamba parties need to resolve matters using alternative means of resolution. Ndio ADR. So hata ukienda kotini leo hii kuna kitengo cha ADR, alternative dispute resolution, ya kwamba koti ina encourage parties
waweze kukaa chini, waweze kusolve, alafu waweze kuwithdraw kesi. Hiyo inaondoa ku waste time kotini. Ndio. Inaondoa gharama ambayo itakuwa inaenda juu kwa parties. Na unajua kesi ikiwa decided, ndio, kuna party ambaye ataweza kuwin na mwingine afanya nini? Aweze kulose. Na in most cases ukilose unalipa yule ambaye aliweza kuwin kesi yake gharama ambaye alikuwa amelitumia akikuja kotini. So court is always encouraging parties to sit down and resolve their matters through ADR. Okay. Imetokea wakili, labda mtu ameweza kudhulumiwa. Maybe alikuwa ameambiwa na mume wake ama na babake kwamba pale ni kwako, pale ni kwako, na labda wosia haukuwa umebaki. Vile ambavyo umesema ni kwamba mtu wa kwanza, kama ni mume ameondoka, mtu wa kwanza, unajua nime realize napeana sana mfano wa mume na itaniletea shida, kwa hivyo tuseme ni mwanamke ameondoka. Acha nitumie hiyo sasa. Lakini kwa mara mingi tunaona ni baba. Wanaume wanatangulianga. Yes. Sijui hiyo iko namna gani. Sasa tuseme tu, wacha tutumie baba kwa sababu mara nyingi mali huwa iko kwenye jina la baba. Of course. Tuseme baba ameweza kuondoka na imefikia hapo. Vile ambavyo umetueleza ni kwamba mtu wa kwanza ambaye atakuwa considered ni mke wake, wa pili ni watoto. Na imetokea wamenyanyaswa na wamefukuzwa kwenye lile boma. What should they do? They need to take immediate action ya kwenda kotini. Koti kikubaliana nao. Of which kama kuna barua ya chief. Ndio. There is no doubt. Hata mwingine akuje aseme ya kwamba hawana haki ya kuweza kupewa urithi wa shamba na mali zingine za marehemu. Koti itakubaliana nao iweze kutoa order. Order ikitoka kotini hivi, ndio wanaweza enda wachukue polisi waje pale, kama kuna mtu ambaye anaishi katika hiyo shamba aweze kuondolewa. Kwa sababu ni kinyume cha sheria, na kama kuna mtu ambaye atafanya hivyo, huyo mtu pia atafunguliwa hatua ya kisheria ya kushikwa na kuwekwa ndani, aweze kupelekwa through the trial process. All right. Kabla nishike simu ama sijui nifungulie simu zangu 0719012700. Msikilizaji, kama uko na swali lolote ambalo ungependa kujua kuhusiana na urithi wa mashamba, utakuwa unapiga simu uweze kujibiwa, kwa sababu wakili yako hapa na tayari SMS line yangu iko wazi 22277. Wakili, nilikuwa nataka kidogo tuchukue ka break kidogo, kisha turudi niendelee ama tuendelee na interview ya kwetu. Lakini nikiangalia kwenye simu yangu tayari naona watu wanapiga, lakini muda wako sasa hivi msikilizaji kuweza kuuliza swali lako, nambari yangu iko wazi 0719012700. Radio Maisha, hello. Hello Radio Maisha. Yes, vipi? Poa kabisa, umempata mzee Wekutu nikiwa maeneo na Ngilikona. Karibu sana mzee Wekutu. Swali langu la kwanza linakuja hivi. Ndio. Huenda kama wazazi walikuwa kama watu watano ama wawili. Wakakawa hii shamba. After kukawa hii shamba ikaonekana ya kwamba walipima tu nzuri wakakawa, na ikaonekana ya kwamba mmoja wao akauza ama wawili wakauza. Kika mali wakuja kujua kwamba huyo ni mpe shamba excess, na hao wenye waniruhusu wamekaa sasa kwa miaka 10. Je, unazapata procedure gani utoe hiyo shamba? Alafu jambo la pili. Sasa singine mnaweza kuwa kama mmechagua msimamizi wa shamba, at least mtafuta title deed. Na mnaona kwamba hawapeleki kwa njia ambayo ni nzuri, mnaweza tumia utaratibu gani at least mtafute mwingine, na inahitajika nini na nini? Okay, swali la kwanza kidogo mzee Wekutu ni kama sijalipata vizuri, na okay, sawa, hamna shida, ameondoka, lakini nilichopata kutoka kwake wakili ni kwamba ni kama alikuwa anauliza, okay, kulikuwa na labda watoto 5, alafu kuna wawili ambao labda wamejitokeza. Sijui kama umelipata kama mimi. Sema kidogo limenipita kwa sababu I think kulikuwa na shida mahali, lakini alivyosema ni kwamba
labda kama watoto 5 walikuwa wamepewa urithi na kukatokea kuna wengine wa nje, if I'm not wrong, na tayari urithi umeshagawanywa, inakuwaje? Ni swali muhimu sana. Wakili, naomba tushike simu tuchukue maswali ili tuweze kuyajibu yote kwa pamoja. Radio Maisha, hello. Hello, Radio Maisha. Yes. Bali ya leo. Niko salama. Ya hata yangu salama salamini. All right, wakili huyo hapa. Nataka kumuuliza hivi. Yes. Shamba ya baba yangu ilichukuliwa na jirani. Okay. Sasa unapoenda kwa landi, mimi niko na kitabu na niko na namba. Ndio. Lakini pale kwa kitabu wamecancel hiyo namba ya mzee. So nitafanyaje? Ndio naona hata hapa kwa landi wananisunguza hivi. Okay. Sawa sawa. Asante sana. Radio Maisha. Hello. Hello. Kutuziji kama au kuome ilipata mzuri. Ndio. Hivi. Yes. Walikawa shamba, tuseme kwa mfano ni wazazi kama 4. Yes, wazazi 4. Wazazi 4 walikawa shamba, umekawia shamba nao na mzazi. Okay. Alafu after kukata hiyo pieces 4, hao wawili wakausia, watu wengine wakachiondoa wakaenda. Okay. After miaka 10 kukuja kuconfirm, wanaonekana kwamba hao wenye walipaki hapa wawili shamba yao haijitosha, hao wengine waligusa kitambo walienda, na hao wanunuzi wamekaa site ya miaka 10. Wanaweza toka ndani ama wanaweza kurudisha hiyo shamba. Okay, sawa sawa. Asante sana mzee wetu tu. Terminal boy. Mambo vipi? Aki mahali huko ni kama hakuna network vizuri. Hebu jaribu tena. Radio Maisha, hello. Hello Kambua. Yes. Ni Moses Barasa kutoka maeneo ya Kisumu huku na Kaachi. Okay, karibu. Sasa nauliza Kambua. Kwa mfano mimi nilikuwa naishi na baba Kambo. Baba wa Kambo. Na kwa mfano akuje apoteze maisha. Okay. Nauliza pia mimi niko na haki kupata mali ya baba. Alright, sawa sawa. Asante. Radio Maisha, hello. Kambua, habari zenu? Tuko salama. Mimi nauliza ilitoje ukiwa mtoto wa nje? Alright, ni kama network imepotea. Mutoa? Kambua. Yes. Habari ya studio? Tuko salama. Na wakili hapo? Tuko salama sana bwana Mutoa. Asante sana. Bila shaka hata Kambua niulize hivi. Yes. Wakili atupatia ufahamu. Unajua mafamilia tumekuwa tukisukumana sana. Sasa Kambua, hebu nielezewe. Wakati babu hajaandika wosia. Ndio. Ama baba tu ya mamangu. Na mimi umri wangu ndio sasa umefika hapo. Mamangu anataka kugawiwa mali ya babake. Na huenda mzee hakuandika wosia. Ndio. Na alisafiri. Hapa unajua ndio familia wanapigana sana hapo. Okay. Utafanyika aje ndio hii mali ikaweze kugawanyishwa mzuri kwa usawa, na labda bibi ni wawili. Okay. Hebu akili atusomeshe hapo. Okay. Sasa kuata jiangani. Okay, sawa sawa. Radio Maisha, hello. Ya mwisho. Hello Radio Maisha. Hello Kambua. Yes. Naitwa Enos nauliza. Nilikuwa naulizaje? Yes. Babu aliaga akaacha mali shamba. Sasa kina mama walikuwa wanadai hiyo shamba. Kina mama walikuwa wanadai wapewe pia mgao yao hapo, gawaji mzao kwa amesema. Ndio. Sasa mama wanaulizia kama wanaweza pewa haki yao pia wapewe kipande hapa angalau wagawane na vijana pia kwa hiyo shamba.
Oh, watoto wa kike. Pia wapewe mgao fulani kwa hiyo shamba. Okay, sawa sawa. Wacha nishike tu hii ya mwisho ndio tuweze kujibu maswali yote wakili. Radio Maisha, hello. Okay, ametoweka. Na nadhani tukijibu hayo tutakuwa tumesaidia mtu mahali wakili. Asante sana dadangu Kambua. Ndio. Nimeona mzee Kutu pale. Yes. Anauliza swali ambaye kitambo tuliongelea hapo nyuma, lakini wacha tena niweze kuelezea zaidi. Ndio. Ni kwamba unapata kama you are 4 siblings. Mmegawana mali ya marehemu baba yenu. Ndio. Alafu wawili waamua ya kwamba sisi tutauza pande yetu ambaye tuligawiwa. Ndio. Na wengine wabaki na sehemu yao. Yes. As long as muligawana. Na kila moja akapata title deed. Ndio. Katika jina yake. Anaweza uza na mwenye atakuwa amenunua atakuwa amepata good title. Inamaanisha kwamba hapo mbele hakutakuwa na shida tena ama maswala ya whether there was good succession ama ilikuwa mbaya. Ndio. Na swali lake pia uende kaa hapo ndani pia inaturusha pale tulikuwa tunaongelea last week, ingawaja tukuweza kuikuza hiyo. Ndio. Ambayo inaitwa adverse possession. Ni ya kwamba kama utakaa katika shamba fulani ambaye ni ya mwenyewe, yes, sio yako, wewe ni kama squatter, lakini umekaa pale na mwenye shamba anakuona ukikaa hapo na ukakaa hapo miaka 12, sio miaka 10. Ndio. Miaka 12 na haja kutoa, hujafurushwa katika hiyo shamba. Ndio. Baada ya miaka 12 unaweza enda pale kotini na useme ya kwamba mimi nimekaa hapa for 12 years. Sasa munipatie kwe yangu. Okay. Na koti itakubaliana na wewe na upewe orders ya shamba kuweza kuwa transferred to you through adverse possession. Okay. Tena vile vile ameongelea juu ya msimamizi, the administrator. Mlikaa kama familia mkaelewana. Sisi ni Kambua atakuwa anatuwakilisha. Ndio. Lakini baada ya kupata cheti pale kotini ya kuweza kufanya administration ukaanza kusumbua. So what can they do? What can they do to be able to change you? Okay. Wacha niseme hivi. Kwanza sheria imekubalia at least watu 4 wanaweza kuwa kama administrators wakiwa pamoja. Watu 4. Watu 4. Mnaweza kubaliana mtu mmoja, watu 2, 3 mpaka watu 4. So inamaanisha kwamba mkiwa mlikubaliana mtu mmoja na mmeona kwamba afanyi kazi vizuri, mnaweza ongeza watu wengine wawe wanafanya hiyo kazi wakiwa pamoja. Ama muende kotini. Kwa sababu mkirudi pale kotini na muweze kusema ya kwamba huyu administrator afanyi kazi vile inatakikana kulingana na sheria, koti iko na uwezo wa kumtoa na tuweze kubadilisha mtu mwingine. Niliona kuna mwingine aliuliza swali. Ndio. Kuweza kupeana jina. Kama sema ya kwamba kuna jirani, yes, alichukua shamba yao. Ndio. Na mimi nashangaa ilikuwa namna gani. Unajua na tunalezi jirani alifanya hivi. Anasema hata walifuta jina la baba, namba ya baba pale kwa kitabu. Wacha nikwambie Kambua. Leo hii ukiwa na deni ya mtu fulani. Ndio. Ama wacha tusitumie hii example. Tuseme mtu aliaga. Ndio. Akiwa na madeni. Na wale watu walikuwa na madeni yao wakakuja akasema huyu marehemu alikuwa na deni yetu. Sasa sisi tunataka muweze kuchukua hiyo barua, grant of letters of administration. Yes. Ndiposa mali yake muweze kuona venye mnagawa, mtulipe deni yetu. Ndio. Hiyo tunaita na kitu kingine kwa lugha ya Kimombo ya kwamba citation. Wana wa cite, they take you to court. Yeah. They cite to take grant of letters of administration. Mukikataa kuchukua, sheria inawakubalia waweze kuchukua grant of letters of administration ndio waweze kukuja kugawa mali ya marehemu. Sasa ukipata wale wende ikawa wanafahamu sana, jirani wende ikawa alienda na kaskuma na akapewa the grant of administration, yeah, na akakuja akabadilisha shamba ikakuja kwa jina
jina lake. So wewe ukienda pale unapata kama shamba ulikuwa na namba, lakini kila kitu kimebadilika, namba imebadilika, shamba sio tena ya marehemu baba yako. Uende ikawa hiyo ndio ilifanyika. Lakini kama kulikuwa na ukora ndani, then bado unaweza enda kutini na useme ya kwamba hii shamba ilibadilishwa kinjia ya ukora. Then the court is able to give orders to revert that. Okay. Yes. Kuna mwingine ameuliza kuhusiana na baba wa kambo. Yale ameuliza, I think tulikuwa tumeeleza hilo, kama alikuwa na baba wa kambo na akaweza kuondoka na walikuwa pale. Alikuwa anauliza kama ako na haki ya kurithi mali. Na nakumbuka ulikuwa umeliongelea ukasema kwamba ako na haki ya kurithi mali, sio? Ako na haki. Alright, kuna mtu mwingine ameuliza kuhusu sasa huyu akamutoa. Alikuwa anauliza mambo ya kama wake ni wawili na mzee ameondoka, wanataka kugawiwa mali. Kisha tuunganishe na huyu ambaye ameuliza kuhusiana na mtoto wa kike kama ako na haki ya kurithi mali. Wacha nianze na mtoto wa kike. Ndio. Sheria inakubalia watoto wote waweze kuwa treated equal. Ya kwamba kama kuna shamba pale na tunaongea juu ya masuala ya mirathi ama swala nzima ya urithi, ndio, ya kwamba watoto wote wapewe sehemu. Hiyo sheria imekubaliana nayo kabisa. Nakuja kwa mambo ya masuala ya wende kawa it was a polygamous family. Ndio. Wanawake wameachwa sasa hapo wawili ama watatu. Ndio. Sheria inasema hivi, in case of a polygamous family, ya kwamba kila familia itaform kitu inaitwa unit. Okay. Kama kuna familia ya kwanza kuna watoto wawili, hiyo itakuwa ni unit ngapi? 3. Tutakuwa na mama wao watoto wengine wawili. Hivyo. Sasa utapata kama familia nzima tutakuwa na kama 10 units. Okay. Tukiwa tumechukua mama au mama wote ambao waliwachwa pale wajane pamoja na matoto wa yatima, wamekuwa kama units, alafu wanakaa chini na wanagawa mali ya marehemu in equal shares. They divide it equally. Okay. Hivyo ndivyo sheria inasema. Alright. Wakili, naona tumebaki na takriban dakika 2. Nataka uzungumze na Mkenya. Ni ushauri upi ambao unaweza kumpa Mkenya sasa hivi kuhusiana na mirathi ama urithi wa mashamba? Nataka Wakenya waweze kufahamu hivi. Ya kwamba kuna migogoro zinakuanga katika familia ambazo tunaweza epukana nazo. Ndio. Unajua hatuwezi epukana na mambo ya kifo. Kifo itakuwa pale. Lakini tuweze kujipanga. Kwa wale wananisikiza sasa hivi, kama inawezekana uweze kuandika wosia, kuja kuwa na will, na kama iwezekani na uende ikawa kumekuwa na kifo imetokea, familia wakae chini na wafuate utaratibu ya sheria za mirathi. Ndio. Waweze kuelewana. Waende kwa chief na wafanye kwa haraka, kwa sababu pia kuna wakora ambayo watajua ya kwamba hamjafanya succession, waweze kuchukua hiyo nafasi. Ndipo unapata kama hiyo hali ya yule msikilizaji anaitwa Mutua aliuliza. Kama unapata kwamba unaenda pale unapata title deed is not in the name of your father. Yes. So muweze kukaa chini kwa haraka, mufanye utaratibu za kisheria, alafu muweze kufanya the succession, kila moja akuwe na shamba katika jina lake, mnapoelewana jinsi ambavyo mtaigawana. Alright. Wakili, niseme kwamba shukran sana kwa kuja, kwa sababu nikiangalia naona muda umetupa kisogo. Yes. Lakini nafurahi kwa kuwa tumegusa vitu ambavyo ni vya maana katika urithi. Labda havijaisha, lakini there's always next time. Who knows? Lakini nasema shukran sana kwa kutenga muda wako kurudi tena ili kuweza kufafanua mengi zaidi. Na nashukuru sana dadangu Christine. It is always a pleasure kukuja hapa Standard Media Radio. Alright. Last week najua kumekuwa na mambo mengi sana ambayo tutaongelea sasa hivi hewani. Ndio. Raisa kwa amefurahia sana na utendaji kazi wenu ambaye ni nzuri kabisa. Kwa majina mimi ni Wakili Tonge, tuko pale Muthaiga Square, second floor suite 204. Alright. Asante sana wakili, na uwe na wakati mwema. Asante sana, barikiwe. Alright, msikilizaji, tumekuwa na Wakili Tonge ndani ya studio na umesikia imekuwa nzuri. Kwa hivyo
kitu ambacho nimetoka nacho hapa ni kwamba kila mtu afanye hima, ahakikishe kwamba ameweza kuandika wasia, ili wakati labda kitu kimetokea ama anything can happen, usije ukaachia familia tena shida za kuanza kutafuta nani anarithi, title deed ziko wapi, mali iko wapi, ni mali yenye kiasi kipi. Afadhali uandike wasia wako na mapema. Kwa hivyo msikilizaji, wacha tukomee hapo kwa sababu namuona tayari Rastas Kibon na habari za sasa.